أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني الأعزة وأحبابي في الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad faza almuttaqun. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma kiongozi wa umma, kipenzi chetu, mwalimu wetu, sayyidul awwalin wal akhirin, Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni, lakini ikiwa mwanzo kuihusia nafsi yangu mwenyewe kumcha Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala anatuambia ndani ya Qur'an, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha shadidul iqab. Ndugu zangu katika imani, sote tunafahamu kwamba uwepo wetu katika ulimwengu huu, Allah subhanahu ametuweka katika mgongo huu wa ardhi ili Allah atupe majaribio, atupe mitihani. Na yeye mwenyewe Allah tabaraka wa taala akatuambia ndani ya Qur'an, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi, hakika tumemuumba mwanadamu kutokana na tone la manii lilochanganyikana kati ya mume na mke. Lengo nini? Nabtalihi, ili tuwape mitihani. Uwepo wetu katika ulimwengu huu kwa hali zote, kwa namna zote, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anataka kutupa majaribio, ili mimi na wewe tumepewa matashi, choice ya kuchagua, imma shakiran wa imma kafura. Kwa uwepo wetu katika ulimwengu huu, Allah subhanahu anataka kutujaribu ili tuweze kuwa katika mitihani hii. Atakayefaulu kwa msaada wake Allah subhanahu apate pepo ya Allah na msamaha wa Allah na radhi za Allah. Ama yule ambaye atakayekuwa amefeli, basi bila shaka Allah tukinge awe mwenye kukhasirika katika ulimwengu huu na kesho mbele ya mahkama ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu anatuambia ndani ya Qur'an, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, ogopeni adhabu ya Allah ambao haitowapata tu wale ambao waliojidhulumu nafsi zao miongoni mwenu. Ikija haitochagua, tahadharini sana na adhabu ya Allah tabaraka wa taala katika mgongo huu wa ardhi. Itakapokuja haitochagua nani mwema nani mbaya, kuchambuliwa kutakuwa huko katika mahkama ya Allah tabaraka wa taala. Waalamu, najueni, anna Allah azza wa jalla shadidul iqab, kwamba Allah subhanahu ni mkali wa adhabu. Ndugu zangu katika imani, katika maisha haya ambayo Allah alituweka katika mgongo huu wa ardhi, leo yamejaa kila aina ya maovu, kila aina ya mabalaa ambayo yanayotuzunguka katika maisha yetu ya kila siku. Waislamu ni lazima tuchukue tahadhari iliyokuwa kubwa ya kujiepusha tusiingie katika gharqa na adhabu ya Allah tabaraka wa taala. Haya ambayo leo yanayojiri katika ulimwengu, ambayo mimi na wewe leo tunaishi, tunapumua, tumezungukwa na kila aina ya fitna ambazo Muislamu
anatakiwa achukue tahadhari hiyo, kwa sababu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ametahadharisha kila mmoja miongoni mwetu awe makini na mitihani kama hiyo, isije ikamfika hali hiyo. Anatakiwa Muislamu kila wakati amuombe Mola wake asubuhi na jioni, kwa nyakati zake zote, Allah amkinge na mabalaa na fitna kama hayo, kwa sababu hata mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alimwomba sana Allah yasidhihiri hayo, na yeye akiwa juu ya mgongo huu wa ardhi, ambao katika yale aliyozungumza mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, leo mimi na wewe ndiyo ambayo tunayoogelea katika maisha yetu. Kama sio wewe basi mwenzako, kama sio mwenzako basi mtu unayemfahamu amekumbwa kwenye mitihani na fitna kama hizo. Rawa al-Imam Abu Daud min hadithi Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu zimwendee Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, katika hadithi iliyopokelewa na Imam Abu Daud, hadithi ya Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, qala aqbala alayna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alituelekea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, faqala ya ma'shara almuhajirin, enyi mkusanyiko wa muhajirin. Muhajirin ni wale ambao waliohama kutoka Makka kwenda Madina. Mtume amewaelekea, akawatazama, akawaita ya ma'shara almuhajirin, enyi mkusanyiko wa muhajirin. Khamsun, mambo matano, idha btulitu bihin, ikiwa Allah tabaraka wa taala atawapa mtihani mkawa hai, yakawadhihiri mambo hayo matano, wa a'udhu billahi an tudrikuhun, namuomba Allah tabaraka wa taala yasidhihiri hayo na mimi nikawa nipo. Haya maneno anamuomba Allah Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yasidhihiri hayo, kwa sababu ni mambo ambayo yalikuwa mabaya, mambo ambayo Allah anayachukia, Allah anayaghadhibikia. Ndugu yangu katika imani, mambo hayo Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anawabainishia masahaba zake, na ndio anawabainishia umma wake, nikiwa mimi na wewe. Anasema lam tadhhar alfahishatun fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Haujadhihiri uchafu wa zinaa, liwat na machafu mbalimbali katika mgongo wa ardhi, hata yu'linu biha, mpaka watu wakaenda wakayatangaza, wakayaona ni ya mambo ya kawaida katika maisha yao. Ikitokea hali ile ya fitna hizo, hata yu'linu biha, mpaka wakayatangaza, illa fasha fihim at-ta'un, Allah anawapelekea kwanza maradhi ya taun, maradhi ya kuambukiza, maradhi ambayo yenye maumivu yaliyokuwa makali, maradhi ambayo jamii ya watu waliopita hawakuwahi kufikiwa na maradhi kama hayo. Leo ndugu zangu katika imani, sote ni mashahidi katika nafsi zetu jinsi ambavyo zinaa imeonekana ni jambo la kawaida. Watu hawashtuki, si watoto, si vijana, si watu wazima.
Zinaa imeonekana ni masala ya kawaida. Magesti yameongezeka kila kona katika ulimwengu huu, katika maisha yetu, magesti ambayo yanafanyika mambo ambayo ya kumkasirisha Allah tabaraka wa taala. Sikwambii kwenye magesti tu, bali nakwambia katika majumba, watu ambao zamani Allah tabaraka wa taala, wale waliopita walikuwa wana haya, leo hatuna haya tena. Si ajabu kumwona kijana wa kiume na binti wa kike wanatembea wameshikana mikono, wanakwenda katika matembezi ambayo moja kwa moja unaona huu ni munkar. Hawaogopi. Ikitokea hali ile, Mtume anasema Allah ataleta maradhi ya kuangamiza, maradhi ambayo hayakuwepo miaka ya nyuma. Leo ndugu zangu katika imani, maradhi yaliyokuwepo hivi sasa katika jamii, sikwambii miaka miwili mitatu, na kuelezea kila siku ya karibuni yanatokea maradhi mapya ambayo dunia haikuwahi kuyashuhudia huko nyuma, maradhi ambayo ya milipuko ya kila namna. Nani miaka ya nyuma alikuwa anajua UTI? Nani alikuwa miaka ya nyuma anajua maradhi ya cholesterol, UTI, maradhi mengine yanatokana na zinaa? Haya yote ni balaa, mitihani ambayo Allah anatuhusisha mimi na nyinyi katika jamii hii. Allah tukinge na atuhifadhi, kwa sababu yameonekana ni mambo ya kawaida. Leo ndugu zangu katika imani, vitu ambavyo vya kupamba, kuashiria, vinavyokaribisha zinaa vimekuwa ni vitu vya kawaida vinatuzunguka. Kwa nini Allah asilete adhabu na gharka katika miji ikiwa watu wanaishi maisha kama haya? Rawa al-Imam Ibn Majah min hadithi Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu wa arda. Mtume anasema la yashrabanna an-nasu min ummati al-khamr yusammunaha bighairi ismiha, umma wangu utakunywa pombe. Ni umma upi huo? Ni umma huu. La yashrabanna an-nasu min ummati al-khamr yusammunaha bighairi ismiha, watu watakunywa pombe katika umma wangu, wataita pombe ile majina tofauti kutaka kuihalalisha, lakini ila yake ni pombe. Alama zao yu'zafu ala ruusihim bilmaazif walmughanniyat. Utaona wakati wanakunywa pombe zile wamepambwa na miziki katika vichwa vyao, zikipigwa alati tarb, nyimbo mbalimbali, wanastarehe wakinywa mapombe. Katika hali ile, hali ya kwamba kuna mabinti ambao wenye kucheza kuwaburudisha watu wale. Ona leo uchafu ulioenea katika maisha yetu, hata ndani ya majumba yetu. Hebu tafakari, umekaa nani, unaangalia TV kutaka kuangalia taarifa ya habari, zinakuja advertise ambazo zinaletwa mule. Umekaa wewe na mke wako na binti zako na vijana wako, zinakuja advertise za pombe, za watoto wamevaa haramu mule ndani. Hebu niambie, Allah utamjibu nini katika hali ile? Kwa udhara gani uliokuwa nao katika hali ile? Angalia magari yanayopita kutangaza matangazo mbalimbali ya bidhaa mbalimbali katika maisha yetu. Mabinti wa Kiislamu utaona wamekaa wanacheza katika magari yale au katika vituo vile. Ni kina nani hao? Ni kina Fatima hao, ni kina Aisha hao, kina Salma hao, kina kadha. Hao ndio wanatumika katika kueneza uchafu
Ni kina nani hao? Ni dada zetu katika imani. Leo Waislamu tunaacha kuangalia ma-TV kama haya ambayo yanaeneza dawa iliyokuwa nzuri, ma-TV ya Kiislamu, Kishki TV, Afrika TV na TV mbalimbali za Kiislamu. Lakini Waislamu leo wanakaa kwenye ma-TV wanaangalia tamthilia pengine za mapenzi. Mtu amekaa yeye na binti yake, unamfunza nini wewe katika hali ile? Na Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ameshaelezea watu wa sampuli ile hali yao inakuwaje. Yakhsifu Allahu bihimul ardh, Allah anawaletea matetemeko ya ardhi, anawageuza. Wayaj'al minhum qilata wal khanazir, Allah anawageuza watu wale kuwafanya ni sawa na manyani na kuwafanya sawa na nguruwe. Unaweza ukamwona mtu shakli ya mwanadamu, lakini maisha yake ni kana kwamba hayawani, kama mnyama, kwa sababu anafanya mambo ambayo hayana ustaarabu wa hali yoyote. Hii ni adhabu ambayo Allah anatupa, lazima turejee kwa Allah tabaraka wa taala. Hili kalitahadharisha Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. La pili, walam yunqasu almiqala walmizan illa ukhidhu bisinin wa shiddati almu'na wa jawri sultani alayhim. Watu hawajawa matapeli katika biashara zao, wakawa ni wadanganyifu, na katika mizani wakapunguza mizani za biashara zao, katika mapishi na katika mizani. Ndugu zangu, leo Waislamu tunakula haramu, tunakula sana ganji katika maisha yetu, tunaona kwamba ni maisha ya kila siku. Kwa nini hatumwogopi Allah tukafanya biashara zilizokuwa za halali, mizani zetu zikawa mizani ambazo ya kiulimwengu? Tunaogopa tusimamishwe katika mizani ya Allah tabaraka wa taala. Leo tumekuwa wadanganyifu katika biashara zetu, na Allah mwenyewe amekemea mtu kufanya biashara akawa na mizani kisha akaifanyia khiana mizani ile, akaipunguza mizani ile ili aweze kuwadhulumu watu. Allah akaweka wadi, shimo kubwa ndani ya moto wa Jahannam, iyadhan billah, kwa watu wa namna hii, ambao watu hawa ni watu ambao maisha yao wanataka wachume katika mizani, katika uharamu. Yeye mwenyewe Allah akasema, wailu lilmutaffifin alladhina idha qtalu ala an-nasi yastawfun wa idha qaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin adhim yawma yaqumu an-nasu lirabbil alamin. Wa Muislam muuza duka, wa Muislam uko sokoni, isikia aya hii ambayo unaoisoma umehifadhi kila siku. Allah anasema ole wao wale ambao wenye kufanya mchezo katika mizani na mapishi. Mapishi ni yale ambayo debe limepigwa katikati, au kile kisado kile kimepigwa katikati, ukiweka bidhaa mule unaona imejaa, kumbe tayari imeshatengenezwa. Allah tabaraka wa taala anasema ole wao watu wa namna ile. Wao sifa zao watu hawa, wanapokwenda kununua kitu wao huwa makini sana wasiibiwe, lakini wao wanapokuwa wanauza, basi wao wanaiba kupimia mizani zao. Hivi hawa watu hawa wanadhani kwamba hawatofufuliwa? Hivi wanadhani hawatofufuliwa watu hawa siku iliyokuwa ngumu? La yaslim illa man salamahu Allah, hatosalimika ila yule Allah atakayemwezesha siku ile. Hivi mtu haogopi mtu huyu siku ambayo watu watasimamishwa kwenye mahakama ya Allah? Ona waja wema waliokuwa na hofu katika masala ya mizani. Qadhi al-Iyadh rahmatullah alayhi bakara al-Hafidh
Ibn Hajar rahmatullah alayhi katika Sirat A'lamun Nubala, Fudail ibn Iyad ibnuhu Fudail anamwona mwanaye yamsah kifatul mizan bitaraf thawbihi, mwanaye kavaa nguo kisha anauchukua ule mizani, ile sahani anaichukua anaifuta, anauchukua mzani anaufuta. Baba yake anamwambia, unafanya hivi kwa nini? Anaambia, nafanya hivi baba yangu kwa sababu naogopa nisije nikapima kitu ambacho kitu kile nimechanganya, kimeingia vumbi katika njia, itakuwaje nitakapokutana katika mahakama ya Allah? Vumbi anaogopa. Leo watu wengine katika biashara zao wanaongeza vitu, kilo iingie iwe nzito. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin adhim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Ogopa sana, kisimamo hicho ni kigumu sana, ambacho kisimamo hicho utaongea na Mola wako ana kwa ana. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, ikitokea katika jamii hali ile, ila ukhidhu bisinin, kwanza Allah anawasalitisha watu wale, wanapata njaa wa shiddatil mu'na, maisha yanakuwa magumu kwenye jamii ile, wa jawri sultani alayhi, na kiongozi dhalim, ambaye kiongozi yule inakuwa ni sababu ya kuwanyoosha watu wale. Wewe Muislamu, katika biashara yako jua kwamba unatakiwa wewe uwe na hofu baina yako na Mola wako. Ndugu yangu katika imani, huwezi ukaomba dua yoyote ikakubaliwa, dua yoyote ukakubaliwa mbele ya Mola wako, na una mambo mengi unamuomba Mola wako. Dua haiwezi kukubaliwa ikiwa ndani ya kinywa chako unakula cha haramu, unavaa cha haramu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, fat'amu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu. Huyu anakula, anaingiza katika kinywa chake cha haram, anavaa haram. Mtu dua ipi Allah anaweza kumkubalia hali ile? Ndugu zangu katika imani, la tatu katika fitna alotahadharisha bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u alqatra min as-samaa walaula albahaim lam yumta. Wale Allah alowafikisha akawaneemesha akawapa mali kisha wakazuia wasitoe zaka, isipokuwa Allah tabaraka wa taala atazuia mvua kutoka mawinguni. Kama sio wanyama basi isingelinyesha mvua yoyote. Allah anateremsha mvua ni kwa sababu ya viumbe wengine. Leo zakatul mal, Waislamu leo hawaitoi katika misingi ya kisheria. Wale ambao wamefikia nisab, fungu ya kutoa zaka, wa hawala alayhi alhaul, na ikazungukiwa na mwaka na ikawa ni halali, wanaposhindwa kutoa zaka, ndugu zangu, hao wana madhambi yaliyokuwa makubwa. Maana mtu akikanusha kutoa zaka akasema hakuna, huyo anakuwa sio Muislamu biitifaqi al-aima. Lakini yule ambaye anajua zaka ni wajibu katika Uislamu lakini hatoi zaka, huyu anafanya madhambi miongoni mwa dhambi makubwa. Ndugu zangu katika imani, leo baadhi ya ndugu zetu ambao Allah amewaneemesha, zaka inatakiwa ikusanywe, iratibiwe, ndio itolewe katika yale mafungo aliyoyataja Allah tabaraka wa taala. Bahati iliyokuwa mbaya leo, wale ambao wanaomiliki zaka wanaweza kutoa zaka, matokeo yake yeye mwenyewe anajiamulia, mimi napekwa fulani na kwa fulani na kwa fulani. Zaka ina malengo. Zaka ni ibada kama ibada zingine, yatakikana itolewe katika misingi kama vile ambavyo bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa ameelekeza. Lakini
Yule ambaye imefika wakati wa kutoa zaka, nisabu imefika muda ule, ana nisabu wa hawala alayhi alhawl, kisha asitoe wakati ule kile ambacho alitakiwa akitoe, ambayo ni haki ya mafukara masikini, yakang'ang'ania bado tu akitoe, anakula haram na amechanganya mali yake iliyokuwa halal na mali ya haram. Utakutana na Mola wako, utamjibu nini? Kisha Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, jambo la 4 anasema, walam yanqudhu ahda Allah wa'da rasulihi illa sallata Allahu alayhim aduwa min ghayrihim faakhadhu ba'dha ma fi aydihim la hawla wala quwwata illa billah. Wala hawakuvunja hawa ahadi ambayo Allah kampa mtume wake, ambayo ni ahadi ya Uislamu. Uislamu wetu ndugu zangu unauma. Uislamu wetu tunauchukua ni kwenye mikono, sio kwenye mioyo. Angalia sera za waja wema waliokuwa wamepita. Angalieni manhaj ya Uislamu, mnasoma kila siku. Alikuwaje Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam juu ya Uislamu? Walifanyaje maswahaba juu ya Uislamu huu? Leo Uislamu tuliokuwa nao ni Uislamu ambao hautuumi katika mioyo yetu, tupo tu kama ni tumerithi, hatujui hata nini maana ya Uislamu. Bahati mbaya Waislamu wengi hawajui nini maana ya Uislamu. Maana ya Uislamu huwa alislamu lillahi bitawhidi walinqiyadu lahu bitaa walkhulus walbaraatu min ashirki wa ahli. Leo Uislamu mtu yupo tu Muislamu, hata kusoma mambo ambayo ya msingi katika mambo ya dini, hawataka kuijua swala, hawataka kuijua saumu, hawataka kuijua haji. Wapo tu umma huu. Mtume anasema walam yanqudhu ahda Allah wa'da rasulihi, hawakuvunja ahadi walopeana baina yao na Mola wao, baina ya wao na mtume wao, ila Allah atawasalitisha, awaletee adui asiyekuwa miongoni mwao, akachukua mali miongoni, baadhi ya mali miongoni mwao. Ona nchi za Kiislamu leo zinashindana kusajili wachezaji kwa gharama kubwa. Watu wengine baadhi ya miji wanakufa njaa ya Kiislamu, wao wanashindana kwenye mipira, wanashindana kununua wachezaji. Hawa ni ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itakuwaje watu hawa wao siku ya Kiyama katika Arasat wasubiri shafaa ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katika hali hii? Leo katika miji yetu hii, ndugu zangu, baadhi ya Waislamu wako tayari, swala ya jamaa inakimiwa msikitini, wameketi wanaangalia tamthilia, wameketi wanaangalia. Tumeachana Qur'ani, sunna za mtume ziko mbali na sisi. Utamwambia nini mtu wa sampuli hii? Swala inaswaliwa msikitini, ambao ni swala inaita baraka, swala ambayo mtu akiacha anapata dhambi, na pengine akiendelea kidumu na jambo lile anatoka kwenye Uislamu anapoacha kuswali. Lakini niambie, mipira inajaa. Angalia leo ndugu zangu katika imani, matamasha mbalimbali ambayo wanaofanyika katika miji yetu yanayopewa kipaumbele kushinda mambo ya dini yetu. Ndugu zangu katika imani, siku ya Kiyama wewe Allah amekuruzuku, amekupa Uislamu, hujauomba Uislamu, Allah amekuruzuku, umezaliwa kwenye Uislamu. Leo alhamdulillah tupo msikitini leo, alhamdulillah. Lakini ndugu zangu katika imani, utamwambia nini Allah kwa neema hii ya Uislamu? Umeufanyia nini Uislamu? Juhudi gani uliokuwa umeifanya juu ya Uislamu? Hatuna juhudi. Kuswali ni amri, Allah ametaka uswali. Kufunga ni amri, Allah anataka ufunge. Hija, nenda kahiji. Lakini wewe Uislamu huu umeufanyia nini?
Lazima tubadilike. Neema hii Allah katupa ya Uislamu, na sisi tuisogeze, tuifanyie kazi na juhudi. Ndugu zangu katika imani, lau Muislamu huu tunaoishi nao katika miji yetu ingelikuwa wakati wa Madina, leo Uislamu ungetufikia hapa? Ingetosheka kwa maswahaba kukaa Madina peke yake, usingefika hapa tulipo leo. Lakini juhudi ambayo ilofanyika, watu wameingia jihadi, wakapigana katika viwanja vya jihadi, wakakatwa masikio yao, pua zao, miguu yao. Mtume mwenyewe Muhammad katika vita vya Uhud kang'olewa meno yake manne. Wewe una nini ambacho unachokifanya katika Uislamu huu? Bahati mbaya, ndugu zangu katika imani, sunna za Mtume Muhammad sallam ni kitu ambacho kinaonekana ni mtu ana khiari afanye au asifanye. Nani alikwambia sunna za Mtume una khiari wewe? Analoliamrisha Mtume wewe una khiari ulifanya usilifanye. Sunna za Mtume ni amri. Usichanganye mambo mawili, shamail muhammadia na sunna za Mtume. Allah mwenyewe anasema falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim. Watahadhari wale ambao wanaomkhalifu Mtume anavyoamrisha mambo, amri zake, isije ikawapata mitihani na adhabu iliyokuwa kali. Huwezi kukhalifu amri ya Mtume Muhammad sallam. Ndugu zangu, kwa siku moja weka jedwali lako wewe, angalia toka asubuhi mafundisho ya Mtume ni mangapi ambayo wewe umeyakhalifu, yapo utakiwa uyatekeleze katika maisha yako. Katika ghazwatul Uhud sote tunafahamu waliuawa zaidi ya masahaba 70, akiwepo Hamza radhiyallahu anhu, ammi yake na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali wameuawa masahaba wengi na waliokuwa qurra, wanachuoni wa kisahaba wameuawa katika vita vile. Lakini moja katika sababu ambayo iliyopelekea hali ile, ambayo vinataja vitabu vya tarehe, ni wale watu 50 wale waliokuwa kwenye Jabal Rumah wakiongozwa na Abdullah bin Jubair. Mtume anamwambia kaeni hapa kwenye ukilima, msiteremke hata kwa nini mpaka mimi niwaambie teremkeni. Vita vimepiganwa, Waislamu wameingia kwenye ushindi, wanauona ushindi. Makuraishi wamegeuza migongo yao, wanakimbia. Abdullah bin Jubair na wenzake wako pale, wanaanza kuteremka ngawira. Anawaambia jamani, hamjasikia maneno ya Mtume, msiteremke, washa vita vimeisha, jamani msiteremke. Wakazingirwa kwenye kile kijabali, wakawekwa kati Waislamu. Amri moja tu waliokuwa wamekhalifu, ikatokea maafa kama yale. Wewe na mimi, amri ngapi za Mtume Muhammad sallam tunazikhalifu mimi na wewe kila siku? Lazima ndugu yangu katika imani uzinduke, isije ikafikia mahala tunaishi lakini hatuna baraka katika maisha yetu. La tano alosema Mtume Muhammad sallam, walam tahkum a'immatuhum bikitabillah wa yatakhayyaru mimma anzala Allah illa ja'alahu Allahu ba'san bainahum. Wale viongozi wao wenye kuwaongoza hawatakuwa na kuchagua baadhi ya mambo katika dini hii, hili tulifanye, hili tuliwache, hili ni hivi, hili ni hivi. Wakatafuta baadhi ya mambo katika ahkamu za kisheria, wakaona zina maslaha wazifanye, zingine waache. Ila Allah katika jamii ile anaweka chuki, bughdha baina yao. Ndio maisha yetu tuliokuwa nayo leo. Waislamu hatupendani, tupo msikitini safu moja, lakini waulize ndugu zangu, tunapendana kikweli kweli kama vile Uislamu unavyotaka? Tupo tu, hasadi zimejaa baina yetu, vifundo juu yetu, chuki juu yetu. Uislamu wapi utakaokuwa nao ikiwa ndugu hawaongei wao kwa wao? Uislamu itakuwaje katika hali ile? Na Allah mwenyewe amewasifu waja wema ndani ya Qur'an, walladhina ja'u min ba'dihi yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu
Hao ni watu ambao wanatakiwa wasifike, hawana vifundo, hawana chuki, hawana maradhi ya kuchukiana. Moja katika sababu zinazopelekea katika umma kuchukiana ni pale ambapo tunaposhindwa kutabikisha Uislamu katika yale ambayo Allah katuhimiza tuyafanye ndani ya Qur'an na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, moja katika maafa makubwa ni swala al-Jumaa. Swala al-Jumaa, Muislamu leo anaingia Ijumaa anachelewa katika swala al-Jumaa. Aibu kwa Muislamu kuchelewa katika swala al-Jumaa, aibu, kwa sababu ndugu zangu katika imani wamekhilafiana hata wanazuoni huko masala ya biashara. Baada ya adhana ya pili, imam katika memba, ndoa inasiha isi, biashara inasiha isi. Wewe Muislamu, riziki yako amekuandikia Mola wako toka tumbo la mama yako. Ukiwa ndani ya tumbo la mama yako miezi 4 umeshaandikiwa riziki yako, na katika mgongo wa ardhi hakuna anayeweza kuichukua riziki yako, kamwe hakuna. Allah anasema hivyo. Sasa kwa nini wewe usipangilie katika alama miongoni mwa alama za dini, siku hii ambayo Allah ameitukuza, siku ya Ijumaa? Unachelewa, unatoka wapi? Kitu gani kinachokusumbua? Kitu gani kinachokushughulisha? Haifai. Watu Waislamu wanatakiwa wahi siku ya Ijumaa. Hii ni siku yao. Aqulu ma tasma'un wa billahi tawfiq. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, yamebaki masiku 2 matatu. Namuomba Allah tabaraka wa taala atuwafikishe mimi na wewe tuweze kuingia katika masiku ya haya 10 ya mwezi wa Dhulhijja unaoelekea mbele yetu. Ndugu zangu, hii ni fursa adhimu, yatakiwa tumuombe sana Allah atujalie tuingie ndani ya hayo masiku, kwa sababu hayo ndio masiku yaliyokuwa bora mbele ya Allah tabaraka wa taala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi Ibn Abbas inda al-Imam Muslim, ma min ayamin amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, hakuna amali ambayo Allah anaipenda kama amali ambayo inayofanyika njema, inayofanyika katika haya masiku yanayotuelekea. Masahaba wakashangaa, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, wala jihadun fi sabilillah, haya matendo yenye kufanyika katika haya masiku, hata jihadi haitakuwa thamani ya matendo yale yanalingana na haya matendo ya masiku haya. Mtume anasema wala jihadun fi sabilillah, hata jihadi katika njia ya Allah, thamani yake mtu kaenda huko kapigana jihadi haitokuwa na uzito kama matendo mema anayofanya Muislamu katika haya masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Illa rajul, isipokuwa mtu ambaye mukarana anaweza akawa na aliyefanya matendo hayo ya jihadi sawa na amali hii, akasema illa rajul kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji bidhalika shay. Labda mtu ambaye katoka yeye na nafsi yake na mali yake akenda jihadi akafa na mali ikateketea huko, huyu ndo pengine anaweza akalingana amali na matendo mema anaofanya mtu katika haya masiku. Wewe Muislamu, waja wema waliokuwa wametangulia walikuwa wanatenga muda wao katika haya masiku, kwa sababu ndani ya mchana wake siku ya Arafa ni siku iliyokuwa adhimu, ndugu yangu katika imani, siku ambayo iliyokuwa bora katika mwaka mzima katika michana yake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Aisha inda al-Imam Muslim, ma min yawmin akthar an yu'tika Allah fihi al-'abda min an-nar min yawm al-'Arafa, hakuna siku ambayo Allah tabaraka wa taala anawaachilia wengi katika waja wake na moto wa jahannam kama siku ya Arafa. Fa akthiru fiha ad-du'a,
Kithirisheni sana dua. Ndugu zangu, leo Waislamu wanatakiwa waipokee haya masiku 10 kumwelekea Mola wao, kwa sababu kuna watu miongoni mwetu tulikuwa nao hapa hapa katika ardhi, ima ndugu zetu, jamaa zetu, marafiki zetu ambao tulikuwa nao mwaka jana, na mashekhe waliozungumza haya kwamba jamani, hii ni fursa. Leo hatuko nao, wamo ndani ya tumbo la ardhi. Pengine mimi na wewe Allah hatutojalia, Allah anaweza kutokujalia masiku mengine ya miaka ile mingine. Hii ni fursa yako, wallahu yahtasu birahmatihi man yasha. Allah kwa rehema zake anawachagua anawataka. Pengine anataka mimi na wewe tuingie ndani ya haya masiku, na tunamuomba Allah tujalie tuingie ndani ya haya masiku. Sio masiku ya kupoteza muda, sio masiku ya mtu Muislamu kuyaacha yapite hivi. Tujitahidi, tumuombe sana Allah atuwafikishe katika hayo. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم بلغنا 10 من ذي الحجة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.